Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha siku ya leo cha Talk Sport, ambapo hivi leo tunazungumzia masuala tofauti ya kimichezo, ambapo hivi leo tunakuandalia mambo tofauti. Na kumbuka kwamba namba zetu za kuweza kutuwasilishia ujumbe mfupi ama message ni 0723 820016 0723 na tunaanza kwamba mambo yanayohitaji kuweza kufanyika kuweza kuwa yanakuwa na uzuri wake ni kwamba yanahitaji subira, na wakati wote unapokuwa na subira inakuwa ni kitu ambacho kinapendeza. Mwanzo wa ngoma milele studioni, katika upande wangu wa kulia naam, naitwa Oliver Ocheng, na kukaribisha sana katika kipindi hiki cha Talk Sports. Na mwenzangu upande wa kushoto najulikana kama Oscar Wesonga. Karibu. Tunang'oananga katika kipindi chetu siku ya leo kufuatia matokeo ambayo hivi leo kwamba tunaangazia masuala ya timu zinazofanya michezo nchini Kenya, kwamba FKF, ambapo timu ya Tusker hivi leo inaongoza kwenye jadwali ya ligi kuu nchini Kenya wakiwa na pointi 58. Wanafuatwa kwa karibu sana na timu ya KCB Wanabenki, wale wakiwa na pointi 58, japo wana utofauti wa mabao, na ni swala ambalo kocha wa timu ya Tusker Robert Matano amelizungumzia kwa kina kwamba wanaweza kukua katika nafasi ambayo inapendeza kuweza kutoa ligi kuu ya taifa nchini Kenya. Na hivi leo basi tunaangazia masuala hayo, na karibu katika kipindi chetu cha Talk Sport TV leo, ambacho ni kipindi kinakuletea masuala tofauti ya michezo katika anga hii ya Afrika Mashariki, kati vile vile Afrika na ugaibuni. Mwenzangu Oliver. Yes, ligi ndio hii inaelekea kufika ukingoni. Ya mwanzo wa kusema kwamba mwanzo wa lele bila shaka ni ngoma, na ligi inazidi kushika kasi, tunaelekea ukingoni. Kumbuka kwamba siku ya Ijumaa wanamvinyo Tusker FC watakuwa wanaingia uwanjani kupambana na timu ya Kakamega Homeboyz, na inamaanisha kwamba wakicheza hiyo mechi basi zitabaki mechi 3 pekee kabla msimu kukamilika. Ukiangalia ni kwamba kwa sasa hivi wamecheza mechi 29, wameshinda mechi 17, wametoka sare 7, na vile vile timu ya KCB pia ukiangalia, ambayo nafasi ya pili chini ya ukufunzi wa Zedekaya Ziko Otieno, pia kwa pale wamebanana kweli kweli kama pua na mdomo. Alama zinatoshana, michezo inatoshana, na unakumbuka kwamba pale nyuma kidogo shirikisho la soka nchini FKF likasema kwamba Tusker ndio itawakilisha Kenya katika michuano ile ya CAF Champions League. Na upande wa KCB nahisi kwamba labda Tusker walikuwa nafasi ya kuwakilisha Kenya mapema, kwa hivyo wao walikuwa wanataka labda ligi ifike utepeni ndio wajue kwamba nani ndio nani, lakini washapewa nafasi, kwa hivyo wanakimbia kuona kwamba wanashinda ligi, kwa sababu wakishinda ligi basi mambo yatakuwa mabao upande wao Wanabenki. Labda Wanabenki wanaingia kucheza na ile timu ambayo kwa njia moja inaelekea kushushwa daraja, ile Vihiga United. Unaona kwamba itakuwa labda watapokea matokeo mazuri katika mchuano wao KCB na Vihiga United. Mwanabenki KCB kila wakati amekuwa na akisajili matokeo bora, na iwapo ako na nafasi ya kushinda ligi na ni huu msimu, basi inatakana huu msimu afanye shughuli zake za kipevu na aweze kunyakua ushindi. Maana akishinda mechi zake zote na mabao mengi, alafu pia wanamvinyo Tusker washinde mechi zao zote na mabao machache, Mwanabenki atakuwa anaibuka kuwa mshindi wa ligi ya Kenya. Mzalishaji wa sakafu Eric, tuweke usemio wake Robert Matano, kocha wa timu ya Tusker nchini Kenya. No pressure, but every team has pressure. Everybody has pressure. So we control our pressure, because if it was a pressure, we could not win today, because we could be panicking now. So you know the league is on, and we're still focusing on the next match. So there's pressure, but we'll control the pressure. Kucheza na Gor Mahia sio rahisi, so point moja kupata, na bado tumebakisha mechi 3, nafikiri tumejaribu. It's a good result for us, na inaweza count a lot going forward, because now tuko draw kwa points na games, so now the next 3 matches are like finals to all. Karibu tena, ni sauti yake Robert Matano, ambaye ni kocha ambaye amechukuliwa kwamba ni kocha ambaye ni bora, na wanamuita Simba. Ni Simba. The Lion. Huwa anaguruma. Ya sana. Unajua kila anapokwenda mahali lazima afanye mambo. Tumeona KFC Lakers amerudi Tusker, anafanya mambo yake. Ni kocha mzuri sana, miongoni mwa kocha wazuri sana katika taifa letu. Kwa miaka kama 4-5 hiyo amekuwa akifanya kazi nzuri sana, na jinsi ambavyo ligi inaelekea nahisi kwamba kutakuwa na mvutano sana kati yake na mwenzake wa KCB Zedekaya Ziko vile vile si kocha ambaye vile vile unaweza kumrule out. Yeah.
Tunaendelea mbele na kipindi chetu cha Talk Sport, kipindi ambacho kinakujia katika TV Magharibi, kipindi ambacho kinazungumzia masuala tofauti ya spoti katika taifa letu la Kenya, Afrika Mashariki, maeneo ya Afrika na vile vile ughaibuni. Timu ya taifa Harambee Stars imeratibiwa kuweza kucheza mechi yake ya kwanza ya kufuzu katika mashindano ya kuelekea katika kombe la dunia kule Qatar, ambapo yatakuwa yanafanyika mwakani. Kenya imeratibiwa kucheza na timu ile ya Rwanda, vile vile Mali na vile vile Uganda Cranes. Tarehe 2 mwezi Septemba mwaka huu 2021, Kenya imeratibiwa kucheza na timu ya Uganda Cranes, majirani wetu, na kuona kwamba wanaweza kufuzu katika mashindano hayo, na baadaye wataelekea maeneo ya Mali mwezi wa 10, na baadaye watakuwa kule maeneo ya Rwanda. Watakuwa wanacheza michuano ya msururu kuanzia mwezi wa 9 na kuelekea hadi mwezi wa 11. Ni swala ambalo linabakia kwamba iwapo Kenya itakuwa na nafasi bora zaidi ya kuweza kuchukua mashindano hayo na kuweza kujikatia tiketi ya kuingia katika lile kundi la kuelekea katika taifa lile la Qatar kwa mashindano hayo. Kenya inaorodheshwa ya 104 na vile vile Uganda inaorodheshwa ya 83 katika ile inaitwa FIFA ranking, na Mali vile vile wanaorodheshwa wa 57. Timu ya Rwanda ndio wako katika nafasi ambayo Kenya kwa kufuatana na ile ranking ya FIFA wako katika nafasi ya 133. Iwapo basi FIFA ranking itakuwa inachukuliwa, basi taifa la Mali, taifa la Uganda basi litakuwa basi linapata mteremko katika mashindano haya ya kuwania nafasi kwenda katika taifa la Qatar. Mwenzangu Oliver. Yes, ndio hivyo bana, mambo ndo haya basi. Ndio mwanzo sasa mkoko unaanza kualika mambo. Jacob Ghost Mulee ndio kocha. Unajua, unakumbuka mwaka 2004 ametupeleka michuano hii ya taifa bingwa barani Afrika. Ni kocha ambaye amekuwepo kwa muda mrefu, anajua kazi yake, na unakumbuka wakati ule pia akiwa akiwa kocha wa Tusker ameenda michuano ya Sekafa akashinda. Kwa hivyo naamini kwamba kama kutakuwa na maandalizi kabambe, unajua kila kitu tunaanzia kwenye maandalizi. Hatuwezi tukakurupuka tu kwamba leo tunataka tuingie Qatar mwaka 2022. Kwa hivyo itabidi kwamba FKF shirika hili la michezo nchini liweke nyumba yake sawa, niangalie kwamba mahitaji yote na maandalizi yako sambamba. Basi najua kwamba inaweza, kwa sababu nilivyosema ni kwamba Mali na Uganda ndio zinaangaliwa sana katika kundi hili. Kwa sababu Mali ni 57 katika ile FIFA ranking, na Uganda ni 83 katika ile FIFA ranking. Alafu Kenya tuko 104. Sasa mteremko wetu ni Rwanda tu. Kwa hiyo mteremko wetu ni Rwanda, na unajua Rwanda peke yake tukishinda home and away haitatuwezesha kufuzu. Kwa hivyo lazima tupate alama Mali, tupate alama Uganda, tupate alama ikiwezekana zote 6 kwa upande wa Rwanda, mambo yatakuwa mazuri. Kwa hivyo tuanzie pale kwenye maandalizi. Mwenzangu Oscar, unaona vipi Kenya? Kwa hilo kundi Kenya, mimi nasema Kenya kila wakati tukijituma alafu tujiamini, lilo kundi si gumu sana. Manake hapo timu ambayo naona inaweza tuletea kasoro ni Mali peke yake. Mali peke yake. Manake tukilinganishwa Uganda ni timu ambayo tumekuwa unaweza piga karata na Uganda. Karata kanagongeka tu, manake Uganda tumecheza nao, licha kuwa huwa wanatupiga moja, tunaenda kwao tunapiga moja, ama tunatoka sare. Sasa Uganda mimi simuogopi, lakini tukifika pale kwa Mali hapo kidogo anaweza tushinda. Sasa Kenya inatakana washinde Uganda, alafu washinde na Rwanda. Unaona? Wakishashinda Rwanda nyumbani na ugenini, pia Uganda tumshinde nyumbani, alafu tufike kule tusajili sare, alafu Mali naye tutoke sare naye, tutakuwa tushafuzu. Unajua mwenzangu Kantona, ni kwamba kama ningekuwa kocha wa Harambee Stars sasa hivi nilikuwa napiga hesabu ya kupata alama zote 9 nyumbani. Nipige Rwanda nyumbani, nipige Uganda nyumbani, nipige Mali nyumbani, alama 9. Kisha ikiwezekana Mali, najua kwamba kwenda kwa kokota alama ni vigumu kule maeneo ya magharibi mwa Afrika, kwa changamoto. Kwa hivyo tukipoteza Mali, tupate hata kama ni draw upande wa Uganda, alafu tupate ushindi upande wa Rwanda, basi itakuwa mali pazuri. Kwa hivyo kocha wa Harambee Stars kwanza aanze kupigania alama za nyumbani kwanza. Hizo akishaweka kikapuni, basi mambo yatakuwa mazuri. Ndio maana kinaitwa kipindi cha Talk Sport, kipindi ambacho kina dadavua kwa uhalisia masuala ya spoti katika mataifa na jinsi yanavyotokea. Timu ya chipukizi ya Kenya ya riadha inashiriki katika mashindano ya riadha ambayo yataandaliwa katika jiji kuu la Nairobi kuanzia tarehe 17 hadi 22 katika mwezi huu wa Agosti, na hivyo basi Kenya imejiandaa vilivyo kuona kwamba wanaweza kukua katika nafasi bora ya kuibuka kidedea, kwa sababu hao ndio wenyeji katika mashindano haya. Alihanga itakuwa inawapatia kipaumbele, na wanasema kwamba wakati wote uweze kumpiga mtu akiwa nyumbani kwao, na baada ya mashindano yale Olimpiki kuweza kukamilika, basi tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuwaona chipukizi wetu wa under 20 wakiweza kufanya mambo yao. Na hivyo mwelekezi wangu pale sakafuni Eric, tuchezee mkanda huo kwamba tuone kwamba wanasema vipi wale ambao ni waandalizi wa timu hiyo ya under 20.
Mazoezi yangu iko sawa. Kenye natarajia ni kufanya vizuri kwa Kenya. Lazima nikuwe example juu mimi ndio captain. Kama ni Godi na Leto, lazima hata mimi nilete. Safari haijakuwa rahisi. Imebidi nimefanya mazoezi yangu kujitolea kila kitu. Lakini isipokuwa nilikuwa na injury kidogo, lakini sasa iko sawa. Niko ready kuwakilisha Kenya. Nafanya mixed relay na kupokezana vijiti na 4x4 men's relay pia. Mimi nimeanzia tu Kenya, nimeanzia high school kutoka form 3 hivyo tu hadi leo. Malengo yangu ni kubeba gold medal na kuhimiza wenye wanariadha wengine ambao tukikuwa senior watakuja kuwakilisha Kenya kama junior na youth. Makochi wamejitolea, wanatutunza kama watoto wao. Kama makochi wamejitolea pia hata wamekuwa ndi wazazi. Karibu tena. Ni kipindi cha Talk Sport ambapo hivi leo tunazidi kupatia na kupasha mbashara mambo jinsi yanavyotokea katika maeneo tofauti, katika nyuga tofauti. Namba zetu za studio za TV Magharibi ni 0723820016, 0723820016, ambapo namnayo kwenye vile vile ukurasa ule wa Facebook wa TV Magharibi. Basi ukitufuatilia basi pale basi unaweza kuandika pale ujumbe na tutasoma baada ya kuweza kumalizana na masuala haya ya uchanganuzi. Kwamba under 20 ndo wao tumetoka Olimpiki kule Japan. Kenya ni ya kwanza Afrika, imefanya vizuri sana katika ile michezo ya track, walikuwa namba 3 duniani. Ni jambo ambalo linapendeza. Sasa ndio sasa ndio chipkizi ndo wanaingia. Sasa unajua kwamba walipokwenda kule Tokyo Japan kwa Kipchoge, hawa dogo walikuwa wanaangalia kama wanakwenda kufanya vipi, na wamefanya kweli, wamejaribu kadri ya uwezo wao. Yale mashindano ya riadha tumeibuka namba 3 duniani nilivyosema, nambari kwanza barani Afrika. Kwa hivyo nahisi kwamba sasa ni mshawasha kwa wale chipukizi ambao wanakuja kwanza kushiriki kuanzia tarehe 17 mwezi huu mpaka tarehe 22. Na hii inamaanisha kwamba pia tuangalie kwamba je, baada ya wanariadha wa Kenya kufanya vizuri, je, tunawachukulia vipi, tunawapokelea vipi? Lazima tuwe na utaratibu wa kuona kwamba tunaonyesha ushabiki mkubwa sana, kwa sababu riadha ndio inatuuza sana kama nchi ya Kenya. Kwa hivyo mashabiki, ni wakati wa kuanza kujua kwamba haya mashindano yako kwetu, lazima tufanye vizuri. Na naamini kwamba wakina Kipchoge wameweka msingi wa kujaribu kutamba katika mashindano ya Olimpiki. Kwa hivyo hawa ndugu zetu wachanga basi watafanya kweli mashindano haya yanapoanza tarehe 17 ya mwezi huu. So Dr. unaona vipi japo kwa dakika kama sekunde 30 tuingie kwenye tenisi? Under 20 Athletics Kenya naweza sema ni kikosi ambacho ni kizuri, lakini kinahitaji mwelekeo na kinahitaji ile tunasema support sana. Maana unajua hao ni vijana chipkizi. Unajua uwezi linganisha kina Kipchoge. Kipchoge unajua amekuwa pale na anajua chenye nitakana afanye, anajua chenye haitakani kufanya. Sasa kwa wale kinda ambao wanaingia kwa hiyo system ya mbio, inafaa waelekeze vizuri, alafu pia serikali iingilie ndani pamoja na Wizara ya Michezo, izanie ndani swala hilo, lihakikishe kuwa hizo mbio zinaelekea vizuri na mashabiki pia wakuje. Manake kitu kama kimefanyikia kwako, natumai wewe na familia yako mtakuwa pale kwa wingi. Naam. Safi, masuala ndio haya ya spoti ambayo tunajadili hivi leo. Vile vile kwamba kuna mashindano ambayo yanaendelea ya kuwania ubingwa wa Afrika katika mashindano yale ya tenisi ambayo yanafanyika katika jiji kuu lile la Cairo nchini Misri, ambapo Mkenya ameweza kumpangua katika seti za 6-1 Mrwanda, ambapo Mkenya ameweza kumpangua. Habari ambazo zinavunjika hivi sasa ni kwamba ameweza kumpangua Mrwanda katika 6-1. Anaitwa Negena Etienne. Wengine ambao wanashiriki katika mashindano haya ambayo watakuwa ni mashindano ya Afrika ya tenisi kuwania ubingwa, yanaitwa kwa almaarufu kama Davis Cup. Kenya imeorodheshwa katika mkumbo mmoja na Mozambique, Ghana, vile vile na Rwanda. Ismail Chagawa, Kevin Ocheriot, Derek Ominde vile vile na Francis Thuko ambaye ni nahodha ndio wanawakilisha Kenya, na Njogu vile vile wameweza kumpiku yule Rwanda anaitwa Niegena Etienne. Sasa mashindano ya tenisi, wale ambao wanapenda mchezo wa tenisi, pongezi sana kwa Kenya kwa kuzidi kuwakilisha Kenya na kuperusha bendera yetu juu sana, kwa sababu hatujafahamika sana kwa mambo haya ya tenisi. Na inavyotokea kwamba kuna mtu ambaye anaingia katika ulingo huu wa tenisi kufanya vizuri, basi lazima tuwe nyuma yake kama wa Kenya. Unaona vipi masuala haya, Kenya itafanya vizuri katika mashindano haya? Tenisi kidogo matumaini yanaweza kuwa chini, maana yake ni mchezo uliopo, lakini tujauzoea.
Sasa kwa wengi sana hata ukiwauliza tenisi watasema la, lakini natumai wakishajiandaa vizuri pia wanaweza cheza vizuri, alafu pia hata tuibuke washindi kidogo, maana tuwezienda pale tu kugawa point. Naam. Msikilizaji, ndio masuala ya spoti ambayo tunayazamia, na hivi leo vile vile tumekuandalia masuala ambayo tunakupatia historia kwamba katika mataifa yale ya ugaibuni, wachezaji wa Afrika ambao wamefanya vizuri katika mashindano hayo, utapata kwamba Didier Drogba, yule ambaye ni mwa Ivory Coast, ameweza kufunga mabao mengi sana 104 na ameweka hiyo historia na haijaweza kupanguliwa na Mwafrika yote. Mohamed Salah anang'ang'ana akiwa na mabao 97. Sijui kama anaweza kuchukua nafasi ya kuweza kupangua ile ya Didier Drogba, na Yakubu vile vile na Sadio Mane wana magoli 95 na Riyad ni Mahrez ule wa Algeria, ule wa Man City ana magoli 66. Naona hii rekodi msimu huu itavunjwa. Kwa nini? Aidha Salah ama Mane, kwa sababu ni tofauti magoli 9 tu. Mane Salah kuweza kufikia rekodi ya Didier Drogba. Kwa sababu ana magoli 97 na angali anacheza. Baada anacheza na mtu kufunga mabao. Ni mtu kujituma sana. Kwa hivyo naamini kwamba mwisho wa msimu huu hata kabla ufike mwisho katikati pale, Salah anaweza kuwa amepangua ya Didier Drogba. Unaona vipi? Naona Didier Drogba alicheza kiee sasa sana, tukiangalia zile zama za Didier Drogba na Samuel Eto'o, lakini itakuwa vizuri sana vile mwenzangu Oliver amesema pale, tupate Mo Salah, akina Riyad Mahrez, akina Sadio Mane wakiweza kuvunja ile rekodi, maana yake kuna vijana pia bado wa Afrika wanakuja. Naam. Tuzame japo kwa kiduchu tutakapoibuka ni masuala yale ya michuano ya Ulaya, ambapo tetesi ziko nyingi sana. Vile vile ile Super Cup ndio hiyo inakuja. Hii ni Talksport. Jonas, vipi bana? Nasikia ulishinda jackpot kwa player bets. I won jackpot of 150,000 shillings. The jackpot that I've won today, I'm going to get the 5 million, which is still waiting for me. I'm happy about player bet, and I'm happy that I only played with 25 shillings to get 150,000 shillings. In fact, it was the only bullet I had in my magazine. I just want to encourage those who just registered with the player bet to continue betting, tujaribu watakuja wapate kama mimi. Player bet, cheza kama player. Register, send sasa to 29663, then go to playerbet.co.ke or dial *474#. Playerbet, cheza kama player. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been authorized by... To advertise with us on TV Magharibi or Sasa Radio, call 0723-820-016 or email us sales@tvmagharibi.co.ke. Kutangaza biashara yako na TV Magharibi au Sasa Radio, wasiliana nasi kupitia kwa nambari ya simu ambayo ni 0723-820-016 au tuma barua pepe sales@tvmagharibi.co.ke. Karibu tena, ni kipindi chako ambacho na kienzi cha Talksport, kipindi ambacho kinakuletea masuala tofauti ya michezo katika anga hii ya Afrika Mashariki, vile vile Kenya, Afrika na vile vile ugaibuni. Namba zetu za studio unaweza tuma ujumbe mfupi, ile message, naona wengi wanapiga
kwamba ni 0723820016 na vile vile kwenye ile ukurasa wetu wa Facebook pale TV Magharibi utakuwa unapokea mambo haya mbashara. Naona hapa hivi anaitwa nani? Anaitwa Moses Shiveka, anasema nina enjoy kipindi nikiwa maeneo yale ya Saboti, maeneo yale ya Kitale, wanatupokea vizuri sana katika maeneo hayo ya Kitale. Naona hapa hivi anasema kwa TV Magharibi nashukuru sana kwa sababu ya kipindi ambacho hiki mmeweza kukilete cha cha uchanganuzi wa spoti. Niko maeneo yale maeneo ya Nyakacha primary school kule, anapokea kipindi vizuri sana. Ni Kisumu County anasema anapokea kipindi vizuri sana. Asante sana. Vile vile Abigail anasema kwa maeneo yale ya Moist Bridge anapokea kipindi vizuri sana. Na vile vile anasema kwamba sasa Radio Doreen wa Malo anapokea kipindi vizuri sana. Hapa anasema kwamba angependa kuwa kama nyinyi. Mwambie karibu Kiumeni. Tunaingia kwenye masuala ya soko, tetesi za soko kule Ulaya, ambapo namna hiyo Dennis nani huyu? Dennis nani? Zakaria. Anameziwa mate na timu ya Arsenal, Tottenham, vile vile na Everton. Na Everton pia. Ni kiungo mzuri sana, kumbuka kwamba kwa sasa anachezea timu ya Borussia Mönchengladbach kwa na ni jamaa ambaye anatokea taifa la Uswizi. Unajua Arsenal na kwamba amekuwa na mkosi sana katika pale kikosi cha pale katikati midfield. Unajua mpira unapikwa pale katikati. Kwanza kubana sana ule midfielder defensive. Tangu alipoondoka yeye alikuwa nahodha Patrick Vieira. Tumekuwa na watu wamekuja lakini hawajafikia kiwango cha Vieira. Hawajafika pale bado. Kwa hivyo nahisi kwamba kama ataweza kumpata, unakumbuka wanamtafuta mtu ambaye anaweza kuziba pengo la Vieira. Lakini wamejaribu mwaka nenda mwaka rudi, kufikia sasa bado hawajapata. Natumai kwamba kimpata huyu dogo basi ataweza kuziba hilo pengo. Unamzungumzia vipi huyu dogo kwa kiduchu, alafu baadaye tumwangazie Lautaro Martinez Zarakara kwa sababu ndio wetu tena. Zakaria kuingia Arsenal ama kuingia Tottenham kokote kule. Mahali popote. Mimi chenye naweza sema kama Zakaria ni kiungo mzuri, manake tushamuona akipiga shughuli zake. Inafaa ajiunge sasa na timu ambayo inaonekana. Unajua EPL ni competitive, yani pale hiyo ile ni ligi ambayo kila mtu akilala akiamka anataka kutizama, tumekuaje leo. Sasa ndio maana ni biashara. Hapo ni biashara. Yani hapo ndio maana kila mchezaji akicheza kule kwingine, lakini atasema siku gani nitamalizia pale EPL. Sasa Zakaria akitinga Arsenal itakuwa swafi, maana pia Arsenal kwenye kikosi chetu tulikuja kikosi cha Arsenal, kile kikosi maana mimi ni mwana Arsenal, kile kikosi cha Arsenal sasa na kiungo hapo tuko na matatizo kidogo. Sasa akikuja anaweza badilisha mfumo, hata akasaidiana na Thomas Partey na Granit Xhaka kama bado atakuwa angalipo ama kama bado atakuwa, lakini iwapo atakuwa amevuka kwenda pale Roma tutakubali. Lautaro Martinez ule ni miba tunamhitaji, anahitajika sana EPL, si hata Arsenal. Lakini mbona Inter Milan wanakataa kumwachilia? Maana yake unajua Inter Milan washaachilia pale Lukaku. Unajua Lukaku ni jina kubwa pale Inter Milan, maana yake alikuwa Uingereza EPL akafanya shughuli zake, wakamtema akafika pale Serie A. Sasa Serie A ndio imemrudisha kwa system, maana yake saa ukitaja Lukaku ni majina makubwa ya center striking. Then tunasema ile maguvu yake yani. Maguvu ako na power unaona. Sasa Inter Milan wanaangalia tumepoteza Lukaku leo. Tena kesho tupoteze tena. Wanajaribu kumkwamilia huyu. Sasa at least wanajaribu kumfinya kidogo ili abakie pale Serie A. Na Mbappe, Neymar, Messi, ongeza Maria, ongeza Sergio Ramos. Ni hapa hivi Champions League wasipochukua PSG Champions League, kwa sababu hicho kikosi tayari kimeshashinda ligi kuu ya soka nchini Ufaransa, Ligue 1. Wanasema kwamba ni Farmers League. Kwa hivyo tunataka kuangalia kigezo cha Champions League. Je, Messi ataweza? Neymar amekuwa pale amejaribu hajafanikiwa. Mbappe amejaribu hajafanikiwa. Sasa wamemleta Messi, amekuja muuaji mwenyewe. Amekuja Sergio Ramos akipiga timu ya Real Madrid. Amekuja yule goalkeeper kutoka timu ya AC Milan. Alafu amekuja kiungo kutoka Liverpool. Kwa hivyo PSG nahisi kwamba ni timu ambayo imejipanga na tutaiweka katika mizani ya Champions League. Wasipofanya vizuri msimu huu, kumbuka Messi amemwaga wino kwenye karatasi kwa misimu miwili pekee yake.
itategemea kwamba je atafanya vizuri, akifanya aongezewe mwaka mmoja. Kwa hivyo najua kwamba yeye pia angependa sana aandikishe historia kule Ufaransa. Unakumbuka juzi alipoingia kwamba Neymar akaandika akasema kwamba back together again. Anakumbuka enzi wakiwa Barcelona. Uone kwamba Neymar alikuwa anatoweka kwa sababu kwa kivuli, asio kivuli cha Messi, wakina Rivaldo pale walibaki wamemshauri kwamba ajiondoe ndiye aweze kung'aa. Uone kwamba kile kivuli bado hicho kivuli bado kipo, lakini unajua kwamba yeye aliingia Barcelona akampata Messi. Kwa hivyo hakuna jinsi ambavyo angekuja outshine Messi. Lakini sasa imebadilika sasa. Messi anakuja anampata PSG. Sasa natumai kwamba watashirikiana vizuri. Lile jezi lake 30 mgongoni. Amepewa jezi nambari 30 mgongoni kwa sababu Neymar anavalia jezi nambari 10 na unajua sasa hizi akatolewa jezi. Lakini tumemzoea Messi akiwa anavalia jezi nambari 10. Labda itafika mahali waelewane, unajua wanaume ni kuelewana pia. Kuna uwezekano kwamba timu pia kuna kuelewana. Lakini tumezoea Messi akiwa nambari 10, Neymar pia nambari 10. Kwa hivyo inabidi mmoja apate, mmoja akose. Mpenzi mtazamaji, siku ya leo ndio siku ambapo watu wanaopenda soka sana hivi leo watakuwa wanaangazia macho kutokana na michuano ya Chelsea ikicheza vile vile na Villarreal, ambapo namna ni Super Cup. Sasa kwa haraka si ni rejee pale kwa PSG kidogo tu. Muda uturuhusu kwa haraka. Kwa Super Cup pale Villarreal na Chelsea. Kama mimi naweza sema Chelsea ni kikosi kizuri ambapo kimebeba pale UEFA Champions League. Tumeona makali yao wanaendelea kuongeza makali yao pale, wamesajili Lukaku, wanaendelea kupiga shughuli. Chelsea wanaweza ibuka na ushindi, alafu kisha Villarreal pia ni timu nzuri, lakini licha kiwango chake. Shikilia tu hapo, tusiandikie mate. Eric, tucheze huo mkanda, alafu baadaye tukirudi tutakuwa tunatamatisha kipindi cha Talk Sports siku ya leo. Hii ni Talk Sport. Haya bana, mpenzi mtazamaji mahali ulipo, basi ni kipindi cha Talk Sport ambapo tunatamatisha kipindi chetu kwamba PSG Chelsea Villarreal ni siku leo. Unaona vipi mchuano mechi nzito sana. Na upande wangu mimi nitaipigia sana upato timu ya Chelsea kwa sababu ya kile ambacho walifanya msimu uliopita alipokuja kocha yule Tuchel. Alifanya kazi nzuri sana, na unajua Villarreal pia ni timu ya Hispania, imekuwa ikisumbua sana timu za England. Kumbuka kufika finali katika finali ya Europa wameshinda timu Manchester United, ilikuwa imepewa nafasi kubwa sana ya kushinda mechi ya finali ya Europa League, lakini Villarreal wakafanya mambo yao kwa ibuka na ushindi. Kwa hivyo ni mechi kubwa sana, na najua kwamba itakuwa tight sana, lakini mwisho wa siku napigia upato Chelsea kuibuka na ushindi leo usiku. Historia ya Chelsea katika mashindano haya ya kuwania kikombe hichi, kwamba Chelsea itakuwa inashiriki kikombe hiki imefika kiwango hiki sasa kwa mara ya 4. Kumbuka hawajawahi kushinda. Wamefika mwaka 1998, 2012, 2013. Sasa wanafika hapa kwa mara ya 4. Na natumai kwamba kwa sababu ya ile experience, ile tajriba ya kufika kiwango hiki, wana uwezo wa kuchukua msimu huu. Unaona vipi historia, kwa sababu kuna wakati ambapo Villarreal walikutana na Manchester United kwenye kikombe hiki na usicheze na Villarreal wanapofikia timu za Hispania wanapofikia finali ya mashindano yote yale. Naweza sema unajua sasa hizi Villarreal hatuiangalii tu kama Villarreal. Tunaangalia kama Unai Emery. Maana yake Unai Emery alikuwa pale England kwa EPL, alikuwa pale na Arsenal. Ndio maana yake tu vile tu Oliver amesema pale Villarreal kupiga Arsenal kwanza kuwaondoa haikuwa kitu cha kushangaa. Maana yake Unai anajua pia kuondoa Manchester ni hivyo. Sasa Unai pia akirudi EPL anajua pale anaenda kukutana na mababe. Sasa hiyo mechi kina kihistoria kidogo. Kihistoria unajua tukienda kihistoria Unai anaweza pewa upper hand. Lakini kulingana na mambo yalivyo kwa sasa Chelsea ni motopass kulinganisha na Villarreal. Karata yako unaiangusha Villa ama Chelsea? Villa Chelsea. Mimi kama mpenzi mtazamaji unataka kuwekeza pale hiyo mechi ya Villarreal na Chelsea. Mimi Oscar Wesonga nakwambia wekeza Chelsea kichwa. Naona shabiki wa Arsenal round hii anaiunga mkono Chelsea. Raha yoje. Mimi napigia upato Chelsea kupata ushindi leo. Unapigia. Tukumbuke kwamba kocha Villarreal ni Unai Emery. Amekuwa Sevilla, amekuwa Arsenal. Tunajua mambo yake. Kwa hiyo Chelsea waingie wakijua kwamba sio timu ya kawaida. Ndio Talk Sport. Bwana
Neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho, kuna Ian akiwa pale Haega anasema kwa ndani, na Godfrey Andanje wa Shiabo Community FC wanasema wako locked ndani kabisa. Tupatane tena kesho Mungu akipenda. Jina langu kama kawaida ni kocha anajielewa, ama ukipenda Oscar Wesonga Sadaka. Timu ipi ambao wewe? Shiabo Community FC. Hata ukiangalia hapa kwenye mtandao wangu wananiambia kochezo iko vipi. Hayo ndio mambo yetu sasa. Haya, asante sana mpenzi mtazamaji na kushukuru kwa muda wako. Naitwa Oliver Ochieng. Tupatane wakati mwingine ndani ya kipindi hiki cha Talk Sport ndani ya TV Magharibi. Siku zote wanasema kwamba chozi la kupendaye linatoka kwenye chongo, na wakati ambapo yule ambaye anakupenda haizi akatoa chozi lake kwenye chongo, basi inakuwa ni vigumu sana kumuelewa. Yule ambaye anakupenda atakupenda wakati ambapo uko chini kwenye matatizo, na usipofahamu hilo basi waulize nani? Umenimaliza. Anayekupenda chozi lake alitoki kwenye macho, natoka chongoni. Hii ni Talk Sport. Kwa heri kwa sasa. Naitwa Kantona Joseph, namba 7 mgongoni. Asante.